Kwa majina anaitwa Paul Kisabo, ni wakili lakini pia mimi ni mkuu wa idara ya ngoja nianze upi. Kwa majina anaitwa Paul Kisabo, ni wakili wa Mahakama Kuu, lakini pia mimi ni mkuu wa idara ya utetezi kutoka mtandao wa utetezi wa haki za binadamu Tanzania. Nipo na mawakili wenzangu Gaston Ngarubindi, mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu Chadema, lakini pia nipo na wengine wakili Catherine kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu, wakili Dickson Matata. Kwa pamoja tulikuwa tunawakilisha washtakiwa 47 katika mashtaka ambayo yamefunguliwa leo katika mahakama hii ya hakimu mkazi Kisutu. Wanashtakiwa kwa makosa mawili. Kosa la kwanza ni kula njama kwa nia ya kutenda kosa, lakini kosa la pili ni uhaini. Na kwa vile kosa la uhaini ni kosa ambalo mahakama ya hakimu mkazi Kisutu haina mamlaka ya kusikiliza, kwa hiyo washtakiwa hawajapewa haki ya kujibu chochote. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria, na kesi yao imeahirishwa mpaka tarehe 19 mwezi wa 11. Ziko bachi tofauti tofauti, watuhumiwa ni wengi kama ambavyo umeona. Kwa hiyo mawakili wengine pia watazungumzia bachi zingine, kwa sababu makundi yameshtakiwa katika makundi tofauti tofauti, lakini wote hao wanatuhumiwa kwenye makosa haya ambayo yote yanafanana ya kula njama kwa nia ya kutenda kosa pamoja na uhaini, isipokuwa na wamekamatwa hizi tarehe 29, 30, 31, tarehe 1 mpaka tarehe 5, wengine 6 na nyakati tofauti tofauti. Na kwa hiyo sasa wame kwenda gerezani kwa amri ya mahakama, na upande wa jamhuri wamesema upelelezi bado haujakamilika kwenye shauri hili, lakini tumeiomba mahakama na tumeisisitiza kwamba kwa sababu ina mamlaka ya kuendesha au kusimamia mwenendo wa kesi hizi, iweze kutoa usimamizi mzuri na amri kuhusiana na kwamba upelelezi wa kesi hizi, kwa sababu watu waliokamatwa ni wengi, na kwa baadhi hatujapata muda wa kutosha kuzungumza nao, lakini baadhi ambao tumezungumza nao wameeleza kwamba wamepigwa sana, wana majeraha, na tumeieleza pia mahakama, na mahakama imetoa amri kwamba wale wote ambao wana majeraha wapelekwe hospitali ili waweze kwenda kutibiwa. Lakini pia siku ambayo kesi itatajwa inabidi jamhuri wawasilishe ripoti ya hali ya matibabu ya watu ambao wote wamepigwa na wana majeraha kama ambavyo mahakama tumeonyesha, na bahati nzuri majeraha yenyewe yanaonekana. Kwa hiyo hata mahakama imeona. Kwa hiyo tunategemea tarehe 19 upande wa jamhuri wataleta hiyo ripoti ya hayo matibabu kutoka kwa maafisa wa magereza, kwa sababu wameenda gerezani na gereza ndio itawapeleka hospitali, kwa sababu wana mawakili kutoka jamhuri. Kwa hiyo wataiwasilisha ripoti tarehe 19 mahakamani kuhusiana na hali ya matibabu ya watu wote ambao wanaumwa pamoja na hayo majeraha ambayo wanayo. Hicho ndio kilichojiri leo mahakamani. Ndugu wanapata nafasi ya kuonana na ndugu zao ambao kwenye kadhia kwa wakati huo, au ndugu wanapataje taarifa? Yes, ndugu wanapata taarifa. Kwanza kuna baadhi ambao walitoka namba pale, tukawa tumewasiliana na ndugu zao, tukawa tumepata taarifa, lakini wengine wameandika namba za ndugu zao za simu wametupatia. Lakini kwa sababu ndio wameletwa leo, tutapata pia muda wa kwenda gerezani kuwatembelea, kuzungumza nao kwa undani zaidi ili kufahamu sasa, pamoja na kwamba watupe na details zingine ambazo za kuhusiana na ndugu zao, kwa sababu wengi walikuwa kwenye taharuki pia. Kwa hiyo tutakwenda gerezani, tutazungumza nao, lakini kwa wale ambao wametupa namba tutawasiliana na ndugu zao, tutawapa taarifa. Lakini pia hata nyinyi waandishi wa habari, hizi hati za mashtaka ni public document, ni nyaraka za umma. Kwa hiyo mnaweza mkazisambaza ili watu wajue kwamba ndugu yao yuko sehemu gani. Kwa bachi yenu nyinyi umesema watu ni wengi. Kwa hiyo kuna watu wangapi? Kwa bachi yetu ni watu 47. Kuna kesi mbili. Moja ni kesi namba 26/38-2. Nyingine ni kesi namba 26/39-4. Kwa hiyo moja na watu 13, nyingine na watu 34. Kwa hizi ni bachi mbili. Kuna bachi zingine na nadhani nimeona hata mtandaoni kuna Dodoma, Mwanza na maeneo mengine. Dodoma pia tumeona watu wamepelekwa mahakamani na mashtaka ni yanafanana kivyo vile. Kimsingi sisi kama watu pia wa haki za binadamu tunakemea vitendo vyote vya watu kupigwa, kuteswa, tena wakiwa wamekamatwa, ambao tunaamini kwamba walipaswa wawe salama kwenye mikono ya jeshi la polisi. Sasa wamekuja mahakamani, watu wengi wanachechemea, wameonyesha majeraha, inaumiza kwa kweli.
na tunakemea vitendo vya namna hii, havipaswi kujirudia kwa watuhumiwa ambao wanakuwa wamekamatwa. Pengine wakili, umesikia kwamba watu wamejeruhiwa na wanatakiwa wakafanyiwe uchunguzi wa kiafya. Ni nani wa kuandaa hii ripoti na kuileta mahakamani kama iwapo watu ambao wamejeruhiwa kwenye vituo vya polisi? Kwa jinsi tulivyowasilisha mahakamani, mahakama imeagiza magereza iwapeleke wakatibiwe wapate matibabu, na kuwapeleka manake ni hospitali. Sasa manake ripoti ya matibabu inaandaliwa na daktari au madaktari ambao watawahudumia hao wagonjwa. Kwa hiyo tarehe ambazo mahakama imepangwa kuendelea na hizi kesi tarehe 19 mwezi huu, itabidi sasa mawakili wa jamhuri walete hiyo ripoti ambayo itawasilishwa kutoka magereza. Sasa wataileta na wataiwasilisha mahakamani. Mahakama imeagiza hivyo kwamba ripoti ya haya matibabu iwasilishwe mahakamani. Kosa la uhaini, hukumu yake ni adhabu ya kunyongwa hadi kufa kwa mujibu wa kanuni ya adhabu, kifungu cha 39(2)d, na maana ndio kifungu ambacho wanashtakiwa nacho, na kifungu namba 384 cha sheria ya kanuni ya adhabu.